Shujaa wa imani, umevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Rest in peace, my sister, Sifa Bonaventure Buchune. Mwanangu Sifa, vita umevipiga, imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Ninao ujasiri wa kulitumia andiko hili juu ya maisha yako, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7, ambapo mtume Paulo aliwahi kusema, vita nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Sifa, binti yangu, najua umevipiga vita vizuri vya imani. Imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Nasikitika kuwatangazia kwamba leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 ndio siku nayo watangazia kuwa mwanangu katika Kristo Yesu, Sifa Bonaventure Buchune amefariki. Amefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili hapa Tanzania. Taarifa zaidi za msiba takapokuwa na mipango ya mazishi takavyokuwa, mtaletewa muda mchache mara baada ya mawasiliano kukamilika. Lakini taarifa hii ya awali ninakutolea nikiwa hapa Dar es Salaam, ambapo kwa sehemu kubwa mipango yote ndipo itakapofanyika. Mpaka muda huu naongea na wewe, niko hapa Kigamboni Geza Juu, karibu na zilipo ofisi za wilaya ya Kigamboni. Lakini jambo lingine, mwanangu namuona kama shujaa. Ifahamike, sehemu kubwa ya kiitwacho makaburi ya mashujaa sio wale waliokomboa jamii waliokuwa wakipigania, bali ni wale waliokufa au waliouawa. Sehemu kubwa ya mashujaa ni wale waliokufa au waliouawa wakiwa katika kupigania jamii walizokuwa wakizipigania, kwamba kwa mapigano waliokuwa wakiyafanya waliziokoa jamii zile ama walishindwa. Lakini sehemu kubwa ya makaburi ya mashujaa ni ya wale waliopigania jamii zao
wakafia ama wakauawa wakiwa katika uwanja wa mapambano. Binti yangu mpaka siku ya mwisho anayokuwa katika maumivu makali, alikuwa na jambo analifanya kwa ajili ya kupigania jamii yake, taifa lake, watu wake. Na akiwa amerithi sehemu kubwa ya moyo wangu, walile usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Katika mabinti, watoto wangu, waumini wangu waliochukua kwa nguvu falsafa hiyo na moyo huo, binti yangu Sifa alichukua moyo huo kwa nguvu kubwa, na ametumia vizuri muda mchache wa siku chache alizopata kuishi. Maana mimi si mwepesi wa kumwekea muumini andiko na haijawahi tokea, lakini binti yangu Sifa namwekea andiko hili ya kwamba amevipiga vita vizuri vya imani, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Jambo la tatu, mtu yote unaweza ukajiuliza kwamba je, pana ujumbe wote umetumwa kwangu, kwa mke wangu, ama kwa kanisa ambao wameutuma shetani au mashetani waliofanikisha hili? Jibu ni kwamba psychological inawezekana kabisa kuna ujumbe walikuwa wananifikishia mimi, walikuwa wanamfikishia mke wangu, walikuwa wanafikishia watu wote walio karibu na mimi. Jambo ambalo nataka ufahamu kabisa, nimesema mara kadhaa, siku ambapo Afrika tutakuja kwanza kupambana na shetani mwenyewe, inawezekana ndipo ukombozi wetu utakuja kutokea. Wazungu wenzetu, shetani ni mistakes, ni makosa ya kibinadamu, ni mipango miovu wanayopanga wanadamu kuharibu jamii, kuharibu maisha ya mtu. Sisi Afrika, shetani ni hewa, shetani ni bahari, shetani ni giza. Ndio maana hata mtu anapolalamika akitaka wewe mwanadamu utimize wajibu wako, kwa sababu 98-99 ya Mungu ni binadamu. Mungu alimwokoa Paulo kupitia watu waliomshusha chini ya kapu kwenye ukuta. Alimwokoa Paulo kupitia mjomba wake. Alimwokoa Yeremia kupitia wakuu. Wakati watu wa dini wametaka kumwangamiza Yeremia, wakuu walienda kuwazonga wale watu wa dini kwamba kwa kosa lipi Yeremia mumfanyie haya. Mungu aliwaokoa wapelelezi waliotumwa na Joshua kupitia Rahabu kahaba. Mungu alimwokoa Musa kupitia Yethro ambaye alimkaribisha nyumbani kwake, Ibrahim na wengine wote. Kwa sehemu kubwa Mungu alipokoa alitumia watu, na wale watu waliwaokoa watu wale kutoka kwenye mikono ya watu waliokuwa wamepanga mabaya. Lakini kwa Afrika sisi kwa sehemu kubwa tukipiga kelele kusema mwanadamu yoyote unayeweza kuokoa, uliye na huruma, unayeweza kuchunguza ukaangalia mpango uliopo ni mpango wa aina gani, tumia elimu yako,
tumia uwezo wako, tumia cheo chako. Sehemu kubwa wa Afrika huwa mnasema muombe Mungu ndiye akusaidie. Lakini kiukweli 98-99% ya Mungu ni wanadamu hawa. Utakaponyenyekesha, utakapoongea vizuri na binadamu, wana sehemu 98-99% ya ukombozi bila hata kumomba Mungu. Ndio maana imeandikwa ya kwamba lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana. Ikiwa inamaanisha kwa 1% kubwa mambo Mungu, ukombozi wake, wokovu wake, msaada wake, faraja yake ameiweka kwa wanadamu. Sasa swali limeoji, kuna ujumbe wote umetumwa kwangu, kwa mashetani, ambao mimi napozungumzia mashetani nazungumzia mipango ya kawaida ya wanadamu ambao humiliki smartphone, huwa wanakunywa soda, husikiliza. Na nazungumziaga mashetani wanadamu, yani hivi wamesubiri kwa hamu sana mashetani hayo. Mbarikiwa taongea nini? Naongea na mashetani hayo. Kuna ujumbe wote yametuma kwangu, jibu ni jualo ni ndio. Moja ujumbe katika fikra zangu umeanzia kwanza wakati fulani Sifa alikamatwa na jeshi la polisi kwa sababu aliimba wimbo wa kwamba Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini hamfanyii kazi, mnatuona nyani tu. Watu wa Ngorongoro wanalia juu ya maeneo yao, lakini hamfanyii kazi, mnatuona nyani tu. Ni wimbo ambao wengi mlipata kisa hicho. Alipokamatwa na kukalishwa kituo cha polisi siku 6, alikalishwa kituo cha polisi siku 5-6 peke yake kwenye chumba ambacho kwa muda mwingi alikuwa akiwa peke yake, na siku moja akaenda kulala magereza pale Rwanda. Kwa sehemu kubwa ambapo ndipo tatizo lake lilianzia. Kwa sehemu kubwa nimeoji pale mwanzoni nilipokuwa nimetoa clip ya kwanza kwamba nisaidieni kama kuna mtu unaweza ukajua kuna kinachofanyikaga mtu akiwa kwenye kituo cha polisi ama magereza, lakini inawezekana wote hamjui. Lakini kwa sehemu kubwa tatizo lilimwanzia hapo, lakini likaja kuwa kubwa siku chache zilizopita. Wakati ule nilitoa ujumbe, nisema najua mnayenitafuta ni mimi. Najua mnataka kujua nina nguvu gani. Shetani yoyote uliye nyuma ya mpango wa kumkamata binti katika jambo kama hili, kumkalisha siku 6 sehemu yenye baridi, sehemu yenye baridi kali kwenye Lumande, kituo cha polisi cha Central Mbeya, yeyote uliye push, yeyote uliye na maslahi juu ya kumkalisha binti yangu pale, najua kuna ujumbe unanitumia. Na moja ujumbe huo ni kutaka kujua nyuma ya Mbarikiwa kuendelea kupinga mabaya. Mbarikiwa nyuma yake anatumwa na nani? Nani wanaweza kumsaidia siku ya tatizo? Na mara kadhaa mimi nimwambia nyuma yangu kuna haki tu, kuna moyo wa huruma tu, kuna moyo tu wa kukwambia usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Ni hicho tu, ni ule moyo uliokuwa kwa Yesu. Na wengine mnasema kwa nini sasa mashetani wanadamu wa kudhuru? Hata Yesu na mitume na watu wa Mungu walidhuriwa na watu waliopanga mipango mibaya juu yao. Kwa hiyo wakati ule nilisema nadhani huu ni ujumbe umetumwa ili kupima nguvu inayoweza ikawa nyuma ya Mbarikiwa. Na wakati huu Waswahili wanasema wasiwasi ni akili. Wakati huu na hisi inawezekana kabisa kuna ujumbe umetumwa. Tuone nani anaweza kukusaidia Mbarikiwa, ikiwa tutakukabili sisi mashetani, tutakukabili
kibiolojia, kisayansi, kwa namna za kawaida. Niseme